Nasaha 24 TV. على القرآن آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhimiza katika maneno yake matukufu aliposema kwamba tushikamane na wala tusiwe ni wenye kufarikiana. Mshikamano ni jambo muhimu na ndio jambo ambalo linaweza likapeleka mbele Uislamu wetu, likapeleka mbele maendeleo ya Uislamu. Mshikamano tukiwa ni wenye kushikamana kwa dhati, kwa nia moja, kila mmoja akawa anatambua kwamba umuhimu wa mshikamano, tunaweza tukafika mbali sana sana. Kama ambavyo tumeshikamana na tukashirikiana kuweza kuja kusikiliza vijana wetu na kuweza kuwapa nguvu vijana wetu ili kuona umuhimu wa haya mashindano na umuhimu wa kusoma Qur'ani. Kadhalika tunatakiwa tushikamane katika mambo mengine kwa ajili ya dini yetu. Taasisi zetu hizi hiyo ni nyenzo za kutusaidia kujenga Uislamu imara kabisa, Uislamu usiotetereka, Uislamu ambao unajengeka katika Qur'an tukufu kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu katika aya ya 9 ya sura Al-Isra, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Kwa hakika Qur'ani hii yahdi lillati hiya aqwam, inaongoza katika mambo yalikuwa imara kabisa kabisa, yenye nguvu. Kwamba Qur'ani ikishikwa sawa sawa, ikifanywa sawa sawa, basi inapelekea Waislamu kuwa katika hali imara na yenye nguvu, hali ya mshikamano, hali ambayo haina ikhtilafu baina yao na hali ambayo ni ya kuangalia kusonga mbele, sio kurudi nyuma. Tuwaandae watoto wetu pia waweze kushindana katika mashindano mengine ambayo waweza kuandaliwa nje ya mkoa wa Mbeya. Usomaji huu ambao tuliosoma pengine inawezekana tukiwapeleka wote kwenda kushiriki nje ya mkoa wa Mbeya kama Dar es Salaam na wengine, pengine wasipate nafasi za kushinda kama ambavyo wengine watakuwa wamesoma Qur'ani kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo ni wito kwa wazazi na walezi kuweza kuhakikisha kwamba watoto wetu tunasikia ipasavyo
ili kuweza kusoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ufasaha na kwa umakini vizuri. Lakini pia ni wito mwingine katika upande wa malezi kama wazazi na walezi, pia tuendelee kuwasimamia watoto wetu hawa katika kuzingatia malezi na maadili mema ambayo ndio msingi wa dini yetu ya Uislamu. Tunafahamu siku hizi mmonyoko mkubwa wa maadili ambao umetokea katika malezi ya vijana wa kike pia na hata wa kiume, lakini pia kupitia Qur'ani hii ambayo tumesoma ipasavyo, tukafahamu maana yake, tukazingatia, basi pia tuna nafasi kubwa sana ya kuwafanya watoto wetu hawa tuliokuwa nao wakaja kuwa ni kizazi bora hata si baada ya kutoka kwetu katika ardhi hii. Kwa hiyo ni vyema sana tuzingatie haya, kwa sababu ni jambo la msingi sana. Tunafahamu katika dunia mmonyoko wa maadili uliopo, lakini pia kupitia Qur'ani yetu ambayo inatupa mwongozo, basi ni vyema tukakishika kitabu hiki na kuwafundisha watoto wetu na wote kwa ujumla kuzingatia maadili mema kwa mujibu wa dini yetu ya Uislamu. Ama katika nasaha zangu katika upande mwingine ni katika upande wa wasomaji ambao tumewasikia hapa. Wasomaji wamesoma wengi hapa, lakini pia viwango vimeendelea kutofautiana kutoka msomaji mmoja hata mwingine. Kwamba ndugu zangu, tupo katika mwisho wa Ramadhani. Moja katika mambo ya msingi kabisa, unaweza kushindwa mwanzo, lakini si vizuri kushindwa mwisho. Na sisi katika Uislamu mwisho ni bora kuliko mwanzo. Kwa hiyo kipindi cha hizi siku 10 za mwisho tujifunge mkanda kama alivyokuwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.